Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa, ikisikika pia maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Lamu, tuseme tu ni eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Hili ni jukwaa la waandishi ambalo hukujia kila Ijumaa, ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili uhuru wa vyombo vya habari Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Hii inafuatia kufungwa kwa kampuni mbili kubwa za utangazaji nchini Uganda. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam atupashe taarifa za habari. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kongo, DRC. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuanza kwa majaribio ya tiba zinazoweza kutumika dhidi ya aina ya virusi vya Ebola vinavyosababisha mlipuko mbaya unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mgonjwa wa kwanza tayari ameandikishwa kushiriki katika majaribio hayo nchini DRC, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kwa mujibu wa WHO, zaidi ya watu 1400 wameambukizwa na watu 438 wamefariki dunia nchini DRC pekee. Kwa sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya virusi vya Bundibugyo ambavyo husababisha ugonjwa wa Ebola na vina uwezo mkubwa wa kuenea. Majaribio hayo yanafadhiliwa na WHO na kuratibiwa na watafiti kutoka DRC, Institute of Tropical Medicine pamoja na University of Oxford. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya WHO mjini Geneva, Tedros alisema majaribio ya kitabibu ya dawa 2 za matibabu yameanza rasmi kwa kumwandikisha mgonjwa wa kwanza, ingawa baadhi ya wagonjwa wamekuwa wakipona hata bila tiba zilizoidhinishwa. Tunaweza kuokoa maisha mengi zaidi ikiwa tutakuwa na tiba salama na zenye ufanisi. Mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC na Uganda ulianza mwezi Mei na WHO tayari imetangaza kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Ghana na Afrika Kusini. Mvutano wa kidiplomasia umeibuka kati ya Afrika Kusini na Ghana kufuatia madai kwamba raia wa Ghana aliuawa wakati wa maandamano yaliyolenga wahamiaji, madai ambayo mamlaka za Afrika Kusini zimeyakanusha. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana ilisema imepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa kwamba Bashiru Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa Jumanne katika eneo la Kiai Elisha mjini Cape Town.
Hata hivyo, polisi wa Afrika Kusini walisema hawana kumbukumbu yoyote ya tukio hilo la mauaji katika Khayelitsha. Badala yake, polisi walisema wanafanya uchunguzi kuhusu mauaji ya raia mwingine wa Ghana mwenye umri wa miaka 35 kwa Bena Boagen, aliyedaiwa kuuawa siku moja kabla katika eneo la Nyanga kufuatia uhalifu unaohusishwa na vitendo vya ulaghai na ulazimishaji wa fedha. Kwa mujibu wa polisi, Boagen alikuwa akiishi Khayelitsha lakini alikuwa akifanya kazi Nyanga. Polisi walieleza kuwa watu wanaoshukiwa waliingia katika kinyozi alipokuwa akifanya kazi, wakamtaka wape fedha kabla ya kumpiga risasi na kumuua. Washukiwa walikimbia baada ya tukio hilo na hadi sasa hakuna mtu aliyekamatwa. Kombe la Dunia. Timu ya taifa ya Algeria imeungana na timu nyingine 7 kutoka Afrika ambazo zimeaga dimba la Kombe la Dunia baada ya kupoteza mechi yao ya leo waliponyukwa mabao 2-0 na timu ya taifa ya Uswizi. Tegemeo la Afrika limesalia kwa timu 2 leo ambapo Ghana watavaana ngozi na timu ya taifa ya Colombia. Nao mafarao wa Misri wanakutana na ugani wa timu ya taifa ya Australia. Kwingineko, Cristiano Ronaldo amepata hueni baada ya Ureno kuwazidi nguvu Croatia baada ya vijana wa Ureno kuweka wavuni mabao 2 dhidi ya Croatia, huku timu ya Luka Modric ikiishia na bao 1, huku lingine likikataliwa dakika za mwisho. Hispania nao waliwalemea Austria kwa mabao 3 bila jibu na kuingia raundi ya 16 bora ambayo inatarajiwa kuanza wiki ijayo nchini Marekani, Mexico na Canada. Na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema pande zote zinazohusika katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinakiuka makubaliano ya amani na zinaendelea kufanya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika ripoti yao, wataalamu hao walisema kuwa jeshi la DRC pamoja na waasi wa M23 na wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameshindwa kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwezi Disemba kwa mpango ulioratibiwa na utawala wa Donald Trump, yaliyolenga kumaliza mzozo wa muda mrefu. Ripoti hiyo ilieleza kuwa jeshi la DRC linaendelea kushirikiana na kundi la waasi wa Kihutu la FDLR ambalo linajumuisha baadhi ya wapiganaji walioshiriki katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda na baadaye kukimbilia DRC. Serikali ya Kinshasa ilikuwa imeahidi kusitisha ushirikiano huo kama sehemu ya makubaliano ya Disemba. Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikituma wanajeshi na kuunga mkono makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, ikisema inalenga kuwadhibiti wapiganaji wa Kihutu na kulinda usalama wake. Hata hivyo, serikali ya DRC pamoja na Marekani zimeishutumu Rwanda kwa kutumia waasi hao kama kisingizio cha kupata fursa ya kufikia utajiri wa madini uliopo katika eneo hilo. Ripoti hiyo imeongeza kuwa kundi la M23 ambalo liliteka mji wa Goma na Bukavu mapema mwaka jana halijaondoka kama ilivyoahidi. Badala yake limejipanga kimkakati na linaendelea kushikilia lengo lake la kuipindua serikali ya Kinshasa. Na shukran sana Edith, na moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa ambapo tunaanza hivi. Jumapili iliyopita, runinga za NTV, Spark TV na gazeti la Monitor walitangaza kwamba wanajeshi walikuwa wamezingira afisi zao na kuzuia waandishi habari kuingia au kuondoka. Baadaye mkuu wa jeshi la Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, aliandika kwa mtandao wa X kwamba ameagiza kufungwa kwa vyombo hivyo vya habari na kuapa kwamba kutokubalia zirejelee matangazo yake. Hatua hiyo imevutia malalamishi kutoka kwa mashirika ya umma na sekta ya habari na kuonya mamlaka dhidi ya kukandamiza uhuru wa kutoa habari. Nchini Kenya, Rais William Ruto pia aliweka cheche za maneno makali kwenye ukurasa wa X kulalamikia gazeti la Standard, huku akilitaja kama chombo cha propaganda na uchochezi. Maneno makali ya rais yalijibiwa na gazeti hilo kutaka mamlaka kulipa madeni yake na kuachia uhuru wa habari. Nchini Tanzania, vyombo vya habari viliamrisha kusitisha matangazo wakati wa na baada ya uchaguzi. Huko nchini Ethiopia, vyombo vya habari vimezuiwa kutangaza vita katika jimbo la Tigray. Hakuna mwandishi huru wa habari anayekubaliwa ndani ya Eritrea, na huko Somalia ikitajwa kama eneo hatari zaidi kwa waandishi wa habari. Burundi na Rwanda zipo kwenye orodha ya mataifa yanayoikandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Huko mashariki mwa DRC, waandishi wakifanya kazi katika mazingira hatarishi ya vita na janga la kiafya. Kujadili jukwaa la leo, tunao wanahabari ambao wanatokea Kenya,
Tanzania na vile nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini Kenya tutakuwa naye Gabriel Ingubu, nchini Tanzania tutakuwa naye Ibrahim Stanza, na kule DRC tutakuwa naye Mbelechi Msoshi. Moja kwa moja, pengine ninaanza na Gabriel ukiwa Kenya. Kumekuwa na mvutano wa hadharani kati ya Rais William Ruto na uongozi wa Standard Group. Mjadala kama hii inaashiria nini kuhusu uhusiano kati ya serikali na vyombo vya habari nchini Kenya? Katika taifa letu la Kenya huwa tunakuwa na vyombo vitatu ambavyo vinasaidia kuweka serikali kwa lile ambalo huwa tunaita huku on toes. La kwanza huwa ni kanisa ama watu wa ibada hawa. Pili huwa ni vyombo vya habari, alafu na tatu huwa ni upinzani wa serikali. So serikali inapomeza upinzani, huwa tunabaki na vyombo vya habari na watu wa makanisa ndio huwa wanasaidia kuweka serikali, kuanza kuwajibikisha serikali. Na hili la Standard alijaanza leo. Katika serikali ya hayati Emilio Mwai Kibaki, mkewe hayati Lucy Kibaki aliingia katika ofisi za shirika hili na akaleta shida kabisa hadi kuwachapa wafanyakazi wa shirika hili kwa sababu ya kuchapisha habari zenye hawakuwa wanapenda kama serikali. Pili, kukawa na hayati aliyekuwa upinzani muda mrefu Raila Odinga. Pia kuna wakati aliwahi onyesha kidole katika kile kinasa sauti cha runinga ya KTN ambayo ni ya shirika hili kwamba ni hawa ambao wanamkosesha usingizi kwa kueneza propaganda. Kukawa na wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye naye alisema gazeti ni la kufunga nyama kwa sababu ya zile habari zilikuwa zinaandikwa. Sasa tunaye Rais William Ruto ambaye naye anasema kwamba shirika hili lote kwa ujumla linachapisha habari ambazo ni za propaganda. Lile ambalo linafanyika kwa ufupi tu ni kwamba wanahabari wanajukumika ama wanafanya majukumu yao ya kawaida tu ya kuwa kama muhimili wa nne katika nguzo za serikali, kuleta uwajibikaji. Wewe umepewa pesa hizi, zimefanya nini? Umechukua kodi hii, umefanya nini? Hilo wanasiasa wengi na serikali nyingi huwa haipendi. Wakati tunatafakari jinsi ambavyo hali ilivyo Kenya, hebu sasa tuingie nchini Tanzania, Ibrahim. Baada ya kipindi cha uchaguzi na mijadala kuhusu mazingira ya utendaji wa vyombo vya habari, je, hali ikoje kwa sasa? Na je, wanahabari wanajisikia huru zaidi kutekeleza kazi yao? Bado kwa sasa wanahabari hukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo hofu, na hususan hii ya hofu ndio ilochangia sana zaidi kusababisha kwamba hata wanafanya hizi kazi hawana ule uhuru. Hofu imetawala, wanahabari wamekuwa kitoweka, wanahabari wanachukuliwa, haijulikani wanaelekea wapi. Lakini ukifuatilia nyuma lazima utagundua kwamba kuna tukio lilifanyika, hususan kuchapisha taarifa ambazo sizo, hususan kuripoti kitu ambacho sicho. Nafika kabisa kulingana na mazingira haya, wengi wanafanya kazi kwa maslahi binafsi kwa sababu kuna self interest ndani ambazo zinapelekea watu kuwa hivi. Anafanya hivyo kwa sababu ya maslahi ya mtu fulani, ameagizwa na kiongozi fulani, na ni nje ya maadili kidogo ya habari kufanya kazi kwa ajili ya kupokea hongo, lakini inawalazimu kulingana na uduni wa maisha ya wanahabari, na mwisho wa siku wanaegemea kusikojulikana. Lakini ndani yake kuna wanaofanya ukweli na haki, lakini huwekewa masharti zaidi katika kuripoti hizi taarifa. Kuna mabadiliko, lakini ukiangalia ndani yake kuna gagaziko kubwa sana kwa sababu ni nusu kwa nusu. Hapa kuna ukweli kidogo, hapa kuna uhuru kidogo, lakini mwisho wa siku kuna giza nene ndani ambalo linapelekea sasa watu wanashindwa kufanya hizi kazi kwa uhuru. Kwa hiyo imebadilika kidogo, na hii yote imeongezewa chachu zaidi kupitia Oktoba 29 mwaka jana 2025 mara baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Na mawazo ya Ibrahim Stanza hapo akiwa Tanganyika, eneo la Tanga nchini Tanzania. Mbelechi Msoshi ukiwa Kinshasa, katika mazingira ambayo DRC ina vyombo vingi vya habari na watayarishaji wengi wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii, hali ya uhuru wa wanahabari ikoje kwa sasa? Unajua, kwanza waripota wasiokuwa na mpaka wanasema kwamba DRC miongoni mwa nchi 180, DRC ni nchi ya 130 kulingana uhuru hapo katika uhuru wa habari. Yaani kweli nchi kuna maelfu ya radio, mamia ya TV na tovuti, lakini tunaweza kusema hali ni mseto kwa sababu kweli kuna vyombo vya habari vingi, lakini kuna masharti. Tuseme kwanza, wakati tu wa vita mwanahabari hawezi kutangaza ya kwamba eneo fulani
limedhibitiwa na wahasi. Mwanahabari hawezi tangaza kama wahasi wana nguvu, na hayo pia ni hatua ambayo ilichukuliwa na serikali. Kuna vyombo vya habari vingi, lakini uhuru wa kujieleza hauko kabisa, hujakuwa kabisa wingi, kwa sababu kuna masharti mengi ambayo serikali alichukua hasa wakati wa vita. Na pia wanahabari wakati wanasema ukweli, hasa wakati huu, kuna wanaharakati ambao pia wanashota kidole mwanahabari ambaye hakutangaza habari ambayo haikumfurahisha. Yaani wanahabari wako katika hatari, haswa wamelengwa na wanaharakati wa vyama, ikiwa kama wanaona kama unatetea mradi ambao serikali imepinga, wewe umeshotwa kidole na wanaharakati wa chama fulani. Yaani vyombo vya habari viko vingi, lakini kungali changamoto. Tukienda huku pia mashariki, eneo ambalo limedhibitiwa na waasi wa M23, hauna uhuru wa kutoa kila taarifa. Yaani unazuiliwa, waasi wanakulazimisha kuzungumzia tu yale ambayo amefanya, lakini hawezi kuzungumzia yale ambayo Kinshasa amefanya. Yaani hali ingali tu tete kuhusu uhuru wa vyombo vya habari katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, iwe eneo ambalo limedhibitiwa na serikali na iwe upande ambao umedhibitiwa na waasi wa M23. Na bila shaka tuko kwenye jukwaa la wanahabari ndani ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Tumesikiliza mawazo na pengine jinsi ambavyo wanahabari katika nchi ya Kenya, Tanzania na kule nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanavyopambana na anga ya matangazo yao ama anga ya uhuru wao wa kufanya kazi. Na inaonekana kwamba kuna changamoto kadha wa kadha, lakini tukumbuke kwamba kuna uhuru ambao wanahabari wanastahiwa kuwa nao, lakini pia uhuru huo unakuja pia na kuwajibishwa. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo haya. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi, pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubelo na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tunaendelea na mjadala wetu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari hasa Afrika Mashariki na nchi zilizomo maziwa makuu. Gabriel Ingubu, Kenya mara nyingi hutajwa kuwa na mfumo wa kisheria unaolinda uhuru wa vyombo vya habari. Je, sheria hizo zinatosha kulinda wanahabari dhidi ya shinikizo la kisiasa na kiuchumi? Afrika inaweza kujifunza nini kutoka kwa Kenya? Sheria zipo ndio, lakini hata wale ambao wanatudhibiti wanaitwa Media Council of Kenya walituambia kwamba hakuna habari nzito kuliko maisha yako. Kwa hivyo ni muhimu kwa kila mwanahabari ulinde maisha yako na ya familia yako, hata kama unafanya uwajibikaji. Sheria ambazo tuko nazo katika taifa letu la Kenya, iliyo nzuri kabisa ni inayoendelezwa na haki za binadamu. Hii imetulinda sana sisi kama wanahabari, na hapo ndipo tunapata nguvu. Kwa vyombo vya serikali haviwezi kuja kukunyanyaza kiovyo ovyo kama wewe ni mwanahabari. Wanahabari wote huwa wanapata ile nguvu kwamba wanaweza ishtaki serikali kukiuka haki za mwanahabari ambaye alikuwa anafanya kazi yake. Hata kama utaumizwa ukiwa katika sehemu yako ya kazi, basi huwa tunachukua jukumu la kupeleka hawa katika mahakama na serikali huwa inawajibika. Sasa huwa katika ule uoga kidogo wa serikali kuona kwamba itawajibikishwa na yale mashtaka ambayo tutakuwa tumepeleka kotini, ndio huwa inafanya kwamba wanatupatia nafasi kidogo kuliko mataifa mengine kama ambavyo nasikia kutoka kwa wenzangu. Kwa hivyo Afrika kwa ujumla inaweza kujifundisha jinsi ya kulinda sheria kwa ujumla zinazotetea maslahi ya wananchi wao. Nirudi kwako Ibrahim, ukiwa Tanzania. Umezungumza kwamba kuna changamoto za kujidhibiti, self-censorship, miongoni mwa wanahabari au vyombo vya habari. Sasa hebu tupatie taswira hiyo ya kujidhibiti. Wanajidhibiti kutokana na mazingira ya kisiasa au ya kisheria,
au wanahabari wanajidhibiti kutokana na uoga wa yale ambayo yalifika mwaka uliopita? Na sasa basi mazingira ya kufanya kazi inakuwaje? Ibrahim, unaweza tupatia taswira? Baada ya kipindi cha uchaguzi na mijadala kuhusu mazingira utendaji wa vyombo vya habari, hali kwa sasa hapa Tanzania kiujumla tunaweza kusema hali imekuwa nzuri, kwa sababu kumekuwa na utulivu kidogo. Hali imekuwa nzuri kidogo kuliko kama miezi kadhaa iliyopita nyuma baada ya uchaguzi, na hii imepelekea kulingana watu kupaza sauti, kusema zaidi, kudai haki, kunini, lakini kimya bado kuna mambo yanatendeka ambayo ni ya kusikitisha na kuogofya zaidi. Wanahabari wengi wanaripoti kuwa wana nafasi pana zaidi ya kufanya kazi na kujadili masuala ya kitaifa, lakini sivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo hapo ukiniuliza kwa mtazamo na ninavyoona kwa hali ya sasa Tanzania ni kidogo kutokea miezi kadhaa uchaguzi uliopita. Sasa kujadili masuala ya kitaifa kwa wanahabari, naweza nikasema imekuwa kama vile wanasemaga kauli ambayo pengine ikawa si nzuri sana, lakini katika hali tu za maisha kaida ya Kiswahili unasema kama vile mbwa muoga ndo anabwekea ndege. Yaani anapoona ndege anabwekea, lakini ile yote ni dhana ya kukutisha kwamba niko fresh, niko salama, lakini hayuko sawa. Hiyo yote ni ile hofu kubwa ambayo imetanda ndani yake. Masuala ya kitaifa kama haya wamekuwa na ripoti lakini kwa uoga. Kwa siku hizi watu wanasubiri oda. Mtu apewe amri, kafanye kitu fulani, alafu mimi nitakupa kitu fulani. Tunarudi kule kuharibu yale maadili sasa ya habari. Kwa hiyo hali kidogo, lakini usalama wa taifa bado. Baadhi ya wanahabari hapa nchini Tanzania sasa huchukua tahadhari kubwa katika namna wanavyoripoti. Kuna uhuru zaidi, lakini bado kuna mazingira hasa yanayowafanya baadhi yao kuwa waangalifu zaidi. Siku hizi kila mtu ajichunge mwenyewe. Usipotumia akili hiyo, haijalishi una taaluma au huna. Yaani wengi wanakosea, na hususan wengi wanapotea katika namna hiyo. Nasikia tu mtu fulani kapotea, ni mwandishi nguli. Unguli wako kwa hapa siku hizi ni kuhakikisha unafuata ile miiko hasa, lakini pia maadili yale yanayotakiwa. Lakini mwisho wa siku bado wengi wanalalamika kwamba huu sio uhuru bado, kwa sababu huwezi kufuata tu oda na sauti. Ikiwa wewe ni professional kwenye taaluma yako unafanya vizuri, lakini mwisho wa siku unawekewa mipaka katika kuripoti hiyo. Kwa hiyo huu uhuru tunataka uwe mpana, usiwe tu kwenye vifua vya watu wachache na wakafanya kimya au watu fulani ndio wafanye wengine wasifanye. Kwa itakuwa sio uhuru. Kwa Tanzania kwa kweli hali kidogo sana. Tunatarajia labda mbele hapo tuone makubwa zaidi yakitendeka. Shukran sana Ibrahim, na bila kusahau kwamba wanahabari ndani ya nchi kama Burundi, nchi kama Rwanda na hata nchi kama Uganda, ambapo mada ya jukwaa la leo ilielekea sana baada ya hatua ambazo zilichukuliwa kule Uganda, bado wanaendelea kupitia hali ya kwamba hawawezi kuzungumza chochote ambacho kinakinzana na serikali ya siku ama dola. Mbelechi Msoshi ukiwa DRC, mitandao ya kijamii imewapa wananchi nafasi kubwa ya kuchapisha habari. Serikali na taasisi zinawezaje kusawazisha uhuru wa kujieleza na kupambana na taarifa za uongo bila kuonekana kubana uhuru wa vyombo vya habari? Nawaza kama umefahamu, mitandao ya kijamii imefanya kila mtu amekuwa mwanahabari. Utaona huyu amefungua account yake YouTube, anafanya taarifa zake ziwe za ukweli, ziwe za uongo. Na hapo kila ameonekana kama pia ni mwanahabari. Na kuambia kwanza, kuna baadhi pia wale ambao wamejiita wanahabari wamepewa hata zawadi kutoka kwa serikali. Nafahamu kama kuna ule ambaye alipewa gari kwa sababu alisemea serikali na akapewa hata na gari. Yaani utofauti kati ya mwanahabari ni sisi wanahabari tunafahamu, lakini watu ambao wamefuata mitandao, raia ambao wamefuata mitandao wameona kama huyu ni mwanahabari. Yaani ni hali tu imekuwa tu hivyo. Na kwa sasa serikali kusema kama serikali kudhibiti taarifa za uongo, kupambana na taarifa za uongo ni vigumu, kwa sababu serikali inajikuta mtu ameshatangaza hiyo taarifa uongo na watu wamesha ikula kama chakula, na je hauwezi kuwatapikisha kwa sababu wameshakula. Lakini kuna juhudi ambazo zimefanywa na mashirika ambayo inadhibiti vyombo vya habari. Kuna SESAC, kuna Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, ambao wamejaribu kufanya juhudi kuzungumza na vyombo vya wanahabari, kufanya vikao na wanahabari ili kuangalia namna gani kuzuia hizo taarifa za uongo zisichukue nafasi za taarifa za ukweli ambazo zimechapishwa na wanahabari ambao hasa wenye kujitegemea. Na kuna pia serikali ambayo ilihamua, waziri wa mawasiliano vyombo vya habari ambaye kila weekend hawezi pitisha juma, anaita redevability, yani kila wiki anakuja anazungumza kwenye television ya taifa,
anafanya press conference na vyombo vya habari ili kila mwanahabari aulize swali na haelezee kama taarifa hii ilikuwa ya uongo kama ya kweli. Lakini tayari raia kawaida wameshasikia taarifa uongo imechukua nafasi sana kuliko taarifa za ukweli, na hiyo imekuwa changamoto kwa serikali na taasisi ambazo zinapaswa kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari au taarifa kufanya kazi yao kama inavyofaa. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani kujiunga na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Na hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Basi tunakwenda kwenye mkondo wa mwisho wa jukwaa la wanahabari kwa Ijumaa ya leo, tukimalizia mjadala wetu kuhusu uhuru wa wanahabari Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu. Tunaanza na Gabriel Ingubu. Tunapoelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya, je, kuna dalili kwamba baadhi ya vyombo vya habari vinaonekana kuegemea upande fulani wa kisiasa? Umiliki wa vyombo vya habari na wanasiasa au wafanyabiashara unaathiri vipi uhuru wa uhariri, Gabi? Katika taifa letu la Kenya, nilimtanguliza hapo awali kwamba kuna shirika ambalo huwa linadhibiti vyombo vya habari, linaitwa Media Council of Kenya. Hii ndio huwa inaweza kuandika hata barua kukuonyesha kwamba na kupatia ushahidi kwamba katika habari zako unaonekana umeegemea upande huu. Kwa hivyo utapata kwa kiwango fulani tu ndio unapata wale ambao wanaegemea upande wanajaribu, lakini si sana, kwa sababu kila mtu anajua kwamba anafanya kazi yake akiangaliwa. Alafu katika upande wa uhariri, lile ambalo nimelishuhudia katika mambo ya siasa ama vyombo vya habari kuegemea siasa na wanabiashara fulani ambao wanafadhili mirengo ya siasa, ni kwamba labda muda ambao unatumika kupeana kwa mrengo fulani ndio unapata unapunguzwa upande huu na huku unaongezeka kidogo, ama picha ambayo inatumika unapata hii ina ushawishi mwingi kuliko hii ambayo inatumika kwa mrengo huu. Hebu tuingie kwa Ibra. Kwa mtazamo wako, ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kuimarisha zaidi uhuru wa vyombo vya habari na kulinda haki ya wananchi kupata taarifa? Kwanza ni kuendelea kuboresha sheria na sera zinazohusu vyombo vya habari, ziwe rafiki, ziwe karibu, ziwe zinaleta hamasa kwa mwanahabari kuwa na uhuru wa kujieleza. Freedom of expression Tanzania kwa wanahabari wengi inaishia vyuoni. Wengi wanaamini ipo, lakini hawaitekelezi au kuona wakipewa hiyo haki. Lakini pia hata hiyo freedom of press bado sana Tanzania. Dakta kabisa hapo Ibra, tumekupata vizuri. DRC, Mbelechi Msoshi, kwa mazingira ya migogoro ya mara kwa mara mashariki mwa DRC, wanahabari wanakabiliana na changamoto zipi wanaporipoti masuala ya usalama, siasa na utawala? Kwa haraka tu. Mashariki mwa DRC ni eneo ambalo kweli kuna changamoto nyingi kwa wanahabari. Kuna maradhi, kuna makundi yenye miliki silaha, kuna vita, yani changamoto ni nyingi, haswa kama nilivyosema hapo awali. Ukiwa katika eneo ambalo limedhibitiwa na kundi fulani lenye miliki silaha na umelazimishwa kuwatumikia kazi tu, kupeperusha taarifa zao, na ukienda nje na yale ambao wamekulazimisha wanakuua. Kuna mara unasikia kama mwanahabari fulani wa mashariki aliuawa, walimwingilia nyumbani, na hiyo ambatana na wale ambao wameongoza maeneo ambayo mwanahabari amejikuta. Utakuta mwanahabari amefanya kazi katika mazingira magumu, na hiyo imesababisha wanahabari wengi mashariki mwa DRC kuuawa, na wengi pia ni wenye kutegemea. Mfano naweza kuambia kwa sasa kuna mwanahabari mwenye kutegemea ambaye amejikuta yuko Goma,
Kuna mara wamemwambia wewe hakuja kuingia katika mkutano wa habari ambao sisi tumeitisha, si ambao tumedhibiti mji wa Goma, na wanamsema kama wewe umeshakuwa na mawasiliano na Kinshasa. Asanteni sana wenzangu tuliochangia mjadala wa leo, na washukuru wote ambao pia mumefuatilia kupitia kurasa zetu za X, Facebook, Instagram na YouTube, pamoja na pale redio washirika. Jina langu mimi ni Anne Ngugi, na kwa niaba ya wenzangu ambao wameshiriki jukwaa la Ijumaa tunawatakia jioni njema. Kwaheri.